alinipinga siku ngapi? 21. Alizuia siku 21. Ndio wale tunarudi kwenye Efeso ya kusema vita yetu sisi wa Kristo sio juu ya damu na nyama, sio kukamatiana kuku wekundu na kwenda kwa wakanga wa kienyeji, sio kushikiana mapanga, sio bunduki na mitutu. Vita yetu ipo katika ulimwengu wa roho. Ukiona mambo yanaharibika, huna sababu ya kumchukia mtu wala kumkasirikia. Jua huyu anatumika. Zama katika ulimwengu wa roho, anza kupambana, kwa sababu ufalme ule wa giza hutumia ulimwengu wa roho kwa ajili ya kuzuia, kwa ajili ya kuzuia. Na mimi natamani mchana wa leo mmoja aingie kwenye ufahamu wake wa ndani, agundue kwamba ulimwengu wa roho ndio unazuia maendeleo yake, mafanikio yake, na yeye achukue hatua ya kuingia kwenye maombi ili kuvunja anga lililokamatwa, ili kuvunja vibuyu vya Wakarumanzira wanaozuia biashara yake, ili kuvunja vibuyu vya Karumanzira wanaozuia watoto wake. Glory, haleluya, haleluya. Lazima tuchukue hatua, lazima tuanze moja. Kama tuliteteleka ni 2025, kama lituweza 2025, 2026 mwanangu anataka hataki, by power by force, lazima kieleweke, lazima kieleweke, lazima kieleweke. Hii wanataka au hawataki, lazima waachie kwa jina la Yesu Kristo. Lakini kitakachofanya wa ulimwengu wa roho achilie ni maombi, ni maombi ya kujizabihu kwa jina la Yesu. Glory, sema amina kama unaelewa sasa. Anasema alinipinga kwa siku 21. Ni nani? Wakuu wa anga, wafalme wa Uajemi. Hello? Hello? Anasema hivi. Hebu endelea kidogo. 21. Tazama. Huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele. Kwa kung'ang'ana kwake Danieli, malaika anatoa siri iliyofanyika katika ulimwengu wa roho. Hiyo hata Danieli hakujua, hata mwombaji mwenyewe hakujua kuna jambo gani katika ulimwengu wa roho. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho kulikuwa na vita sio ya kawaida, lakini anayesababisha vita hiyo ishinde ni Danieli mwenyewe, kwa sababu aliamua kung'ang'ana sawa sawa, aliamua kusimama imara. Anasema hii mpaka itokee, hii mpaka itokee, hii mpaka itokee. Na tamani moja aseme mpaka itokee kwa jina la Yesu. Haleluya. Kanisa sema mpaka itokee. Sema amina kwa jina la Bwana. Lazima itokee. Yes, hakuna kuachia nafasi. Hakuna kuachia nafasi. Huduma zetu lazima zichanue kwa jina la Yesu. Uzao wetu lazima uchanue kwa jina la Yesu. Kazi zetu lazima zichanue kwa jina la Yesu. Hii mpaka itokee kwa jina la Yesu. Anasema ulipoendelea kuzidi sana kuomba, yule alinizuia kwa siku hizi zote, lakini akaja yule mkuu wenu Mikaeli, akaja kunisaidia, na mimi nimekuja kukupa habari. Sema amina kwa jina la Yesu. Malaika wanapeana shift kwa ule mpambano, halafu anasema na amempa habari. Akishampa habari atoke arudi tena kwenye ulimwengu wa vita. Haleluya. Malaika wapoi, malaika wapoi. Zaburi inasema Bwana uweka kituo malaika wake, malaika wa Bwana uweka kituo kwa mtakatifu wake. Haleluya. Kwa watu wanaowapenda. Wako wapi? Wapo duniani. Lakini hawaji hivi wale malaika. Wanahitaji kumwona mtu anayepambana. Amen. Mtu anayefanyaje? Haya maombi sio ya kawaida. Lazima tukubali kwamba 2026 hatuwezi kwenda tena na mizigo ya shetani. 2026 mizigo ile iwe tumeiacha pale tuliposema huu ni mwaka mpya. Lakini kuiendea Kanaani mpambano upo. Devo atafuata. Hatakubali uchomoke hivi hivi. Lazima atakufuata. Lazima atatafuta tena. Imekuwa kuwaje leo chuma ulete halichukui? Lazima atafute tena. Imekuwa kuwaje leo ameanza kupata kazi nzuri? Imekuwaje kuwaje leo ajira yake inanona?
Imekuwa kuwaje leo watoto wake wanachanua? Imekuwa kuwaje leo watoto wake wanashika nafasi ya kwanza shuleni? Shetani atafuata, lakini akifuata mwambie Farao cha moto utakiona, maana Bwana majeshi ni naye. Vita hiyo ya kwangu ni vita ya Bwana, ni vita ya Bwana, ni vita ya Bwana. Tunapiganiwa na Bwana, tunapiganiwa na Bwana, tunapiganiwa na Bwana. Wakija mchana Bwana yupo, wakija usiku Bwana yupo, wakija asubuhi Bwana yupo. Tunapiganiwa na Bwana. Haleluya, haleluya. Miaka 70 ya utumwa, miaka 70 ya utumwa, lakini kafika mahala mtu mmoja tu akasema haiwezekani, lazima itokee, lazima itokee, taifa lazima lichomoke. Haleluya, haleluya. Unataka kufanya kitu gani kwa ajili ya jambo gani? Kuna vitu vingi vinakufunga, lakini tunahitaji mtu. Huduma zimekuwa dumavu, vihuduma havikui, vidogo dogo tu kila siku kwenye vibanda. Hapana, tunahitaji watu ambao watasema haiwezekani. Magorofa ya makanisa lazima yajengwe. Haleluya. Haiwezekani. Watumishi lazima wawe na nyumba nzuri. Haleluya. Lazima tuwapate watu wa namna hii. Waombaji. Haiwezekani. Injili lazima iende. Iwe wao wanataka au hawataki, injili lazima ifanye nini? Tunataka. Lakini watu hao ni kina nani? Ni mashujaa, majasiri, majianti katika ulimwengu wa roho. Yamejaa nguvu namna hii. Akasema nguvu zenu za mwili hazitatufaa. Silaha yetu ni nini? Injili. Katika zile silaha alizozizungumza Paulo kwa Waefeso, anazungumza silaha za kujilinda. Silaha za kufanyaje? Vaeni chapeo ya wokovu. Yes. Anasema twaeni ngao ya imani. Anasema kamata upanga. Huu mwaka ni wa kukamata upanga. Amen. Ni wa kukamata nini? Upanga. Yes. Twende kwenye ulimwengu wa roho, tusambaratishe ngome. Sio mwaka wa kawaida. Yaani kama walikuchukulia kawaida, mwaka huu wewe wanapima hivi, sio yeye au sio yeye. Kwenye vibanda vyao ukipita, vitunguri vinapasuka, vinawaka moto. Alafu watu wenyewe wanajiuliza, huyu nani huyu? Mbona anaharibu hali ya hewa? Viganga vya kienyeji lazima vitoroke kwenye mitaa unayokaa wewe. Usikae na kaganga vya kienyeji kanatanua mbavu. Hakikisha kanatoroka usiku kenyewe. Taki mchezo. Lazima tufure hasira ya Mungu ndani ya mioyo yetu. Haleluya. Danieli akasema haiwezekani. Lazima tufunguliwe kwenye kifungo hiki. Lazima tufunguliwe kwenye kifungo hiki. Tutoke. Farao na jeshi lake atufuate. Musa akamwambia tunakwenda. Mnakwenda nyinyi peke yenu wakubwa? Anasema hapana. Basi nendeni nyinyi na wake zenu, watoto muache. Anasema hakuna. Tunaenda na watoto wetu. Anasema basi acheni mifugo. Hakuna. Tunakwenda na mifugo yetu. Hatutaacha hata sindano, na sisi hatutaacha hata sindano. Zitalindwa na Bwana chochote tunachokigusa kwenye maisha yetu. Haleluya. 2026 sio ya kawaida. Sio ya kawaida. Wanafunzi mnaenda kufungua vyuo, masekondari, mashule ya msingi, mnaenda kufungua sasa hivi. Sasa hivi mkifungua 2025 ilikuwaje? Usijali hilo. Sasa hivi angalia leo 2026. Kama ulikuwa namba 10 mwanangu, mwambie mwenye namba 1 nakuja. Haleluya. Haleluya. Biblia ina ahadi zote. Hautakuwa mkia. Ndio. Maana yake mtu wa nyuma. Si ndio? Mtu wa kushindwa, mtu wa kufeli. Geuka. Geuka tena. Geuka upande wa pili. Mwambie Mungu, mimi sio wa kufeli. Hii akili haijapungua. Hii akili haijapungua. Mwambie Mungu, mimi ni namba 1. Amen. Mimi nastahili. Yaani mwambie mimi nastahili kuwa namba 1. Akikuuliza kwa nini? Mwambie ni kwa sababu nakutumikia. Haleluya. 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 Amen.
Shetani akihoji, unamwambia nina Bwana, utanifanya nini? Amen. Haleluya. Haleluya. Vitoto vyako mwaka huu kabla havijaenda shule, Jumanne wanafungua. Mashule mengi wanafungua. Sio kwenye vyuo huko. Lakini mwezi huu ndio mwezi wa mavyuo yote kufungua. Bandika vitoto mikono. Bandika mikono. Fungua ufahamu. Fungua ufahamu. Bandika familia yako, iombee. Kama hawapo, wataje kwa majina unapoingia kwenye maombi. Mwanangu fulani, mwanangu fulani, kijana wangu, muombee vizuri. Huu mwaka ni wa kutimiza maono. Huu mwaka ni wa kutembea kwenye maono yetu. Sio kwa bahati mbaya. Ni mwaka ambao Mungu analirudia kanisa lake. Sio polepole, ni kwa kasi sana, kwa nguvu nyingi sana. Hivyo basi kanisa linakwenda kumiliki na kutawala. Na mimi natabiri mafanikio kwa jina la Yesu. Nenda ukafanikiwe, nenda ukamiliki, nenda ukatawale kwa jina la Yesu. Bwana kufanikishe sana. Amen. Danieli anashawishi mbingu zinaleta malaika. Amen. Mbingu zinaleta malaika. Yuko wapi jasiri leo ambaye ataishawishi mbingu ilete malaika kwa ajili ya Kigamboni? Nani ataishawishi leo mbingu ilete malaika kwa ajili ya Dar es Salaam? Nani ataishawishi leo mbingu ilete malaika kwa ajili ya nchi yake? Nani? Tunawatafuta watu kama hao. Haleluya. Na mbingu zinawatafuta watu hao. Amen. Na naamini Jumapili hii haitakuwa ya kawaida. Ni mwanzo mpya wa nguvu mpya. Vita yetu sio juu ya damu na nyama, hapana wapendwa, ni katika ulimwengu wa roho. Danieli akasema sitapambana na mfalme Dario, sitapambana naye wala jeshi lake, lakini utumwa huu lazima tuondoke. Akaingia kwenye maombi mwanangu. Kila walivyofurukuta, jamaa limeng'ang'ana na maombi. Kila walivyopambana, jamaa limeng'ang'ana na maombi. Vibuyu vinaachia, tumbuli zinaachia, wachawi wanashindwa, wengine wanakufa. Na mwaka huu wakufa wakafe. Wasipotaka kuokoka, wasipotaka kukukubali wewe, wakifa wafe kwa jina la Yesu. Wakihama wahame. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Jamani, nasema haiwezekani. Hii paka inatokea. Kweli malaika analeta majibu. Malaika analeta